Mimi kama kijana nasimama kiti cha MCA Embakasi Ward. Na mimi leo nimeona baba yetu Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua wakiwa na mama yetu wa taifa, mama ambaye ni mcha Mungu, mama ambaye alikuwa anasaidia wajane, Mama Dorcas. Leo nimeona wakiwa wote kotini. Mimi nataka kuambia hivi, mulimtesa baba yetu Rigathi wa Gachagua, mukamtesa mama yetu paka akalia machozi. Leo walikuwa kotini kusikiza kesi ya impeachment. Na mimi nataka kuambia Rais William Samoei Ruto, ulimtesa mtoto wetu, ukafikiria ati ataisha. Sasa saa hii wako kotini. Na mimi ninajua Rigathi Gachagua hana makosa yoyote. Rigathi Gachagua ni mkilini kama pamba. Wanaleta kotini huko ati Rigathi Gachagua alinyang'anya sijui mjane mali. Mimi nauliza huyu mjane, mbona hakukuja wakati bwana yake alikufa? After 6 years ndiye anajua alinyang'anywa mali. William Ruto ndiye amekuwa koti siku hizi. William Ruto ndio judge. Mimi nataka kuambia hii koti, Rigathi Gachagua hiyo kesi iondolewe. Rigathi Gachagua apate benefiti zake kama Deputy President of Republic of Kenya. Na hatutaki Rigathi Gachagua ati mnafikiria atarudi kudeputize William Ruto. Hawezi. Rigathi Gachagua anatengeneza serikali ya 2027 na atakuwa hapo. Nyinyi mlikuwa mnafikiria nyinyi ni wajanja. Ati kuna wabunge wengine walikuwa kule kwa bunge. Ati wanaleta allegation. Ati Rigathi Gachagua alisema hii serikali ni ya shares. Mbona William Ruto anaposema serikali ni ya shares? Wakale nchini si alisemea huko Wasingishu. Alienda Murang'a akasema the same thing. Serikali ni ya shares. Iko wapi makosa? Kwani William Ruto akisema hivyo yeye ako sawa, na Rigathi Gachagua akisema hivyo ni mbaya? Mimi nataka kuambia hii serikali, na nataka kusihi koti, msipewe pesa na Rais William Ruto kumunyanyasa Rigathi Gachagua. Msipewe pesa munyang'anye Rigathi Gachagua haki yake. Rigathi Gachagua anahitaji haki yake. Hakuna vile koti. Mimi we are monitoring you. Nyinyi tunajua. Ile siku ingine Philomena Mwilu alipewa pesa ili Rigathi Gachagua atolewe kwa mamlaka. Walilipwa. Yes. Philomena Mwilu, shame on you. Hata wewe jaji mkuu wewe pia ulipewa pesa ukatoroka ukaenda China. Ati ndio Rigathi Gachagua atolewe kwa mamlaka. We know you. Sasa tutawakubalia. Rigathi Gachagua, we demand Rigathi Gachagua apate haki yake kama Mkenya mwingine. Mulimunyanyasa sana. Hii koti ilinyanyasa Rigathi Gachagua sana. Paka Gachagua akaenda Karen Hospital. Mkanyang'anyanya mtoto wetu kiasi hiyo. Saa hii tunataka apate haki yake. Mama yetu alilia sana, karibu apoteze baba yetu Rigathi Gachagua, na hatutakubali. Mimi nataka kuomba koti, msipewe na pesa na Rais William Ruto kumunyanyasa Rigathi wa Gachagua. And I know President Ruto is scared of Rigathi Gachagua because he is aware Rigathi Gachagua is a mobilizer. Rigathi Gachagua knows how to communicate with citizens. Now anafanya juu chini ati Rigathi Gachagua anyang'anywe haki yake. Hatutakubali. Na sisi kama watu wa Mount Kenya, wakati mlikuwa mnamuumiza Rigathi alisema tunyamazi. Akasema tushone mdomo tusiongee. Nasikia siku hizi mnakuanga na mipango mingi. Sijui mtashika Gachagua. Sijui nini. Jaribu.
Mutajua kwa umbwa ni nje. Atupembelezi mtu. Sai. Gachagua asipopata haki kwa hiyo koti, tunaweka maandamano. Rigathi Gachagua asipopata haki kwa koti. Wewe Philomena Mwilu, wewe jaji mkuu, zile pesa mulikula murudishi. Lazima Rigathi apate haki yake. Akishapata haki hatutafanya maana. Lakini asipopata haki, mimi nataka kuambia Wakenya wote, we have to protect Rigathi Gachagua. Tutaweka maandamano makubwa sana kwa sababu ya baba yetu Rigathi Gachagua. So hii koti lazima iamue vizuri. Na Rigathi Gachagua kuibia mtu yoyote mali. Rigathi Gachagua akisema maneno ya shares, serikali hata ya Uhuru Kenyatta ilikuwa ya shares. Serikali ya Mwai Kibaki ilikuwa ya shares. Kwani ndio si ya shares? Si William Ruto amechukua parastato zote ameweka kwa Wakalenji. Hiyo sio shares. Hiyo sio shares. Wewe muleka neno mwana wewe Gachagua kabisa. Gachagua kusawa. Na mimi namuomba Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua, stand firm and continue to protect your people. Yes. Na hapo ndio sisi tunaendelea kushikilia. Hatutaki mtu yoyote kukuja kumkosoa Rigathi Gachagua. Mama yetu mzuri, mama yetu Dorcas, mama mwenye alikuwa anasaidia wale watu wamekunywa pombe, mama ambaye alikuwa anasaidia wajane. Mama Dorcas alitoka hapa akachukua ndege akalandi Nyanza, akachukua wajane wote akawaekea biashara. Mama Dorcas huyu, Mama Dorcas alichukua vijana wote ambao walikuwa wamepotea, ambao walikuwa nakunywa pombe, akawatengeneza, akawapeleka kwa hub, kwa rehabilitation, akawatengeneza. Sasa hivi wameoa, wako na familia. Mimi nauliza, huyu first lady huyu mwenye hapo, huyu kazi yake ni kutuambia ati aliombea maji ati ikakuwa wine. Tangu lini? Pastor mgani ataombea maji kwa wine? Tangu lini? Wewe wachanga uongo. Na mimi nataka kuambia mama yetu Rachel, wamama wengi wanateseka. Wamama wengi hawana manyumba. Wamama wengi mabwana yao wamelala kwa mtaro. Wewe ni role yako ni gani as first lady of this country? What is your role? Ama role yako ni kuongea na ndimi? Kuongea na ndimi sio maendeleo. Ama kusimama kwa kanisa kutuambia ati we pray with my husband. Hata we pray mpaka mvue kanyesha. Tangu lini wewe? Wewe fanya kazi. Mama yetu, mama bibi ya Uhuru Kenyatta alileta linda mama. Wamama wote walikuwa wanajifungua bure, wanaenda nyumbani, wanapewa nguo, wanapewa besheni bure. Wewe legacy yako ni gani wewe Rachel? Na mimi nimeshajua huyu mama yetu huyu Rachel alisense danger wakati aliona mama yetu Dorcas anasaidia wajane, anasaidia vijana, akaona mama Dorcas atamshinda, wakapanga njama ya kumuimpeach Rigathi Gachagua. Yes, walipanga njama sababu mama yetu Dorcas alikuwa na akili mingi sana ya kusaidia wamama. Nakumbuka mama Dorcas akienda kule Western, akasanya wamama wajane, akasanya vijana wenye wamelewa, wote akawapeleka rehabilitation, wamama akawawekea biashara. Kule Nyanza akafanya hivyo, Mount Kenya akafanya hivyo, Coast akafanya hivyo. Wakati waliona huyu mama anasaidia watu, anasaidia wamama, wakasema hapana. Rigathi Gachagua anasemanga serikali ni ya shares. Wacha tutafute hii, alafu tuende tutafute bibi ya Nderitu, tumupe pesa aseme Rigathi Gachagua alinyang'anya yeye mali. Walisensi danger, wakaimpeach mtoto wetu Rigathi Gachagua. Mimi nataka kuambia koti, kama hamtaweka Rigathi Gachagua apate haki yake, tutaenda kuweka maandamano.
Tunataka mama yetu Dorcas, tukitengeneza serikali ya 2027, mama yangu Dorcas, mimi nakupenda. Najua wewe ni mcha Mungu. Najua wewe unaweza saidia nchi hii. 2027 mama yangu, lazima upewe kazi, uendelee kusaidia wamama. Ule mwingine anaitwa Rachel, aenda aongee na ndimi State House. Aenda aongee na ndimi, adanganyange watu kwa madhabahu, atiraka talabosekeri bayan talabozaya. Ati sasa Roho Mtakatifu ameshuka. Mama yetu Rachel sasa anaomba rababosekeri antalabozaya. Amegeuza maji imekuwa wine sasa. Hiyo ndio maendeleo wa Kenya. Ati anakuja kutuambia enda William Ruto akupe kazi ya kufanya. Nilisikia kiambia wamama ati waende kufanya mjengo. Ati vijana waende kufanya mjengo. Wewe mama, mimi nakupenda, sikuchuki, lakini mimi nakuambia, ambia bwana wako akupe kazi ya kusaidia wamama. Wewe you are first lady but you are doing nothing. Asanteni sana. Wewe acha nipige yangu sasa.